Kuntu kabisa mtazamaji, karibu kwa awamu ya pili kipindi cha Tamrini, ambapo tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja hapa kwenye studio zetu. Mtazamaji, wanawake wameendelea kupiga hatua katika nyanja mbalimbali za uongozi nchini Kenya, wakichangia katika maamuzi muhimu ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Hata hivyo, pamoja na maendeleo hayo, bado wanakabiliwa na changamoto zinazowazuia kushiriki kikamilifu katika nafasi za uongozi, zikiwemo mila potovu, ukosefu wa rasilimali na mazingira magumu ya kisiasa. Katika kipindi chetu siku hii ya leo, tunaangazia mada wanawake na uongozi, ili kujadili mafanikio yaliyopatikana, vikwazo vinavyobaki na mikakati inayoweza kuongeza ushiriki wa wanawake katika nafasi za kufanya maamuzi. Je, Kenya imefikia kiwango kinachotarajiwa cha usawa wa kijinsia katika uongozi? Na ni nini kinapaswa kufanyika ili wanawake wengi zaidi washiriki na kufanikiwa katika uongozi? Ili kufafanua hayo yote kwa kina, mtazamaji, ninayo Janet Ominde ambaye ni mshauri wa masala ya uongozi hii leo, akitusaidia kufafanua kwa kina na kutusaidia kutupatia maoni yake kuhusiana na masuala ya wanawake na uongozi. Kumbuka mtazamaji, wewe pia unaweza sema nasi kwenye mtandao wetu wa kijamii, ukurasa wa Facebook at KBC Channel 1, kule mtandao wa X at KBC Channel 1, na kwangu ni Khalid Abdullahi. Karibu sana Janet kwenye studio zetu. Asante sana Khalid. Naam, unahisi kwa nini wanawake hawapati nafasi kubwa katika masuala nzima ya uongozi? Kuna mambo mengi yanachangia wanawake wasipate hiyo chance kwa masuala ya uongozi. Kukiwa hakuna mfano mwingi wa wanawake kuwekwa katika uongozi. Kwa hivyo inafanya wengi wale wanataka kukuwa viongozi kuhofia, kuogopa, kujaribu kuona ya kwamba labda pale sio mahali pao. Na inafanya wanawake wengi wasije wakapaa juu kwenye hiyo viwango. La pili ni kwamba jamii zetu ziko na mila na desturi tofauti. Kwa wingi kabisa unaonelea desturi zetu za hapo nyuma. Wanawake walikuwa kazi yao jikoni, kazi yao kupika, kazi yao kuchunga watoto na kuchunga boma. Kwa hivyo inafikia wakati wanawake wanataka kusimama viti ama wanataka uongozi, wanaogopa kidogo, wakijishuku kwamba hawatakubalika. Wakiona ya kwamba labda huenda watu wasione uzito wa kusimama kwao kutafuta viti. Mwisho kabisa ni mambo na rasilimali. Unajua kabisa tangu hapo awali pesa zaidi huwa mkononi mwa mwanaume. Na imefika mahali wanawake sasa ile wanataka kuwania uongozi, wanakuwa wanakosa hela, wanakosa mambo fulani ili inaweza kuwafanya waende wakasimame kiti, watafute kiti ili wapate. Pia njia hizo za kutafuta kiti sio rahisi. Ni ngumu sana, kwa kizungu, kwa kimombo wanasema hizo streets ziko rough. Kwa hivyo unaona wanawake tumezoea sana ile kushikiliwa, ile kulelewa vizuri, ile mambo rough hakuna. Ikifika sasa wakati wa kutafuta kura, wanawake wanaogopa, wanahofia zile rapsha za katika mambo na kutafuta kura. Tukiongea tu hali ya siasa sasa hivi, je, mbona hatupati kushuhudia tuseme kwa mfano uongozi wa gavana mwanamke katika eneo la magharibi tuseme? Umesema ukweli Khalid, inaonekana umeangalia kabisa na ukaona. Kule magharibi hatujawahi chagua mwanamke katika kiti ya ugavana. Ukiangalia labda ukitafuta utapata pale Nyanza ndio kumekuwa na Gladys Wanga akiwa pande hizo za Western in large. Yeye ndiye amekuwa pale kwa kiti, na kidogo pale Bomet kulikuwa na mwanamke. Lakini ukiingia kabisa Kakamega na Vihiga, Bungoma pale ambapo hizo ndio Western kabisa za Waluya, hatujawahi pata mwanamke kwa kiti ya ugavana. Kitu naona inachangia ni kwamba mila zetu na desturi zetu hazijapeana ile nguvu kwa wanawake kuangalia hiyo kiti kama mahali wanaweza kuwekwa katika uongozi. Ya pili ni wanawake hawajajitoza uwanjani kusimamia hiyo kiti na kukuwa serious kabisa kwenda mpaka kwa debe. Na naonelea ni kwamba labda ni rasilimali, ukosefu, mila zetu, desturi zinachangia wanawake kuogopa, na pia hakuna mfano so far
pale Western mwanamke amesimama kiti ili wengine waone mfano huo nao pia wasimame hiyo viti. Ndio maana nimekuja uwanjani kuja kuwaonyesha inawezekana. Kweli mwanamke ambaye anakutazama sasa hivi atapata kuwa na ile wanasemaga hope, motisha, ile motisha. Na tulimongelea zile vikwazo ambapo tutakuwa tunaligusia hapo baadaye, na swala la tunafaa kuweka mikakati gani ili tuwahamasishe wanawake wajitose kwenye hii ulingo wa siasa. La kwanza naona ya kwanza kabisa wanawake tujitayarisha katika kusoma. Maanake hakuna kitu utapewa kwenye silver platter vile wanasema kwa kimombo. Hakuna kitu utapewa ya bure, hakuna mahala kiti utawekwa tu kwa sababu wewe ni mwanamke. Yafaa uwekwe kwa kiti kwa ile masomo unayo, ile ujuzi unayo, ile experience unaileta katika ile meza. Kwa hivyo wanawake tujitayarisha kwa kusoma, wanawake tujitayarisha kwa kutenda kazi. Tuwe pale kwa uwanjani. Nafikiri pale nyuma wanawake hatukuwa tunaenda shule sana. Wakati huu sasa tuna ile nafasi ya kwenda shule. Ukifika shule, soma zaidi, soma kwa bidii, chukua zile nyadhifa ama njia za kusomea masomo ya hali ya juu. Alafu ukiwa pale kazini, tenda kazi uonekane. Ndio maana ukikuja kusimama kiti unalo la kuambia watu. Kwa mfano nimefanya mahali fulani na hizi ndio kazi nimefanya, ili waweze kukuchambua sawa na wale wanaume ambao wamesimama. Ya pili ni ya kwamba jamii zetu ziadimike, zielimishwe, zionekane kwamba tunaenda mbele. Tusiwe tunakwama pale chini tu kwa kuangazia wanawake jikoni, wanawake pale kuchunga watoto. Tuangalie pande zingine za Kenya na dunia mzima, mahali wanawake wamesimamia uongozi. Tuone walifanya kazi gani, mazuri yaliyotokea ni kitu gani. Kwa sababu tunayo mazuri yametokea pande hiyo. Naam, baada ya uchaguzi wa mwaka 2022 hapo tu mwanzoni mwa muhula huu tulishuhudia magavana 7 wanawake wakijiita G7. Masala hayo yameenda wapi? Masuala haya yametufundisha mengi. In fact tulishuhudia President Ruto akiwasifu hao wanawake kwa utendakazi mzuri, kwa kulinda mali vizuri, na hata akashinikiza kwamba mahala mwanamke atasimama kiti ya ugavana, wawe wanachukulia uzito pale na wawe wanapea hao wanawake uzito wa kusimama. Tumeona watu kama Gladys Wanga, Anne Waiguru. Hivi juzi Infotrack ilipotoa wale performance wazuri wa top 15, wanawake wawili walikuwa pale. Nikachapa hesabu kidogo, nikaona wanachangia 33% kupeleka wenzao juu katika kundi lao la wanawake wale walikuwa G7. Na wale wanaume walikuwa katika hao top 15 wanachangia 32%. Nikaona kuna usawa. Kuna usawa, wanawake wanaweza changia sawa na wale wanaume, na inabidi tuweke wanawake zaidi pale kwa kiti ya ugavana. Mfano wa G7 umefundisha sisi wanawake, ndipo hata unaona sisi tunaingia uwanja. Wale wameenda mbele yetu wameonesha mfano mzuri, wakiwa hata kina Charity Ngilu na wale walikuja pale kitambo kidogo, wamewacha jina mzuri, legacy nzuri, na wamelinda mali ya raia vizuri. Ndiposa watu kama sisi tunaona wanachangia pazuri, nasi pia tukuje uwanjani tuandikishe mazuri, ile picha nzuri ile itafanya wale wako shuleni wawe wanaona mfano mzuri wa kuiga kutoka kwetu. Na wengi wanasema kwamba wanawake wanakuanga wazuri kwa swala la uwajibikaji kuliko wanaume. Huhisi kwamba mwanamke akipata nafasi ama wadhifa fulani ya uongozi, taifa tutakuwa mbali sana? Tutakuwa mbali kipaumbele. Nafikiri ukiangalia, wacha hata tuchangie yale maslahi ya wakati wa COVID wale. Uliona zile nchi zilikuwa zimesimamiwa na kina mama kama Germany vile. Kule kulikuwa uendeshaji mzuri ya ile harakati ya hilo janga la COVID. Na ukifananisha na pale Marekani mahali kulikuwa na mwanamume, unaona Marekani ilikuwa na shida kubwa na wengi walikufa kule. Kwa hivyo wanawake huwa wanatilia maanani kabisa ile kitu inaitwa kwa kimombo details, ile undani kabisa wa mambo. Ikiwa kabisa ni jambo la
la kutuma akili yako iangalie kwa undani, utaona mwanamke ataangalia lile kitu mpaka kabisa ashinikize iweze kukua ni kitu ya kusaidia watu. Ya pili, utaona akina mama ama wanawake wakiwa uongozini wako na kitu kwa kimombo wanaita empathy. Ile utu, ile ya kwenda kabisa kuangalia kwamba na roho yao ikiwatuma kwa kusaidia. Na pia Mungu ametuumba vizuri. Ametuumba kama wale watu wa kujali jamii, wale wa kutunza, nurturing kwa kimombo. Kwa hivyo ukipea mwanamke kitu fulani afanye, atakitunza ili kikuwe kikubwa, ili kipanuke. Hata nyumbani nafikiri Khalid, ukitaka kitu kitunzwe pale nyumbani, kama kimefifia kidogo, huwa hufanyi mwenyewe, unapea mama pale ama dadako ama ule yuko pale, anakitunza, anakiangalia kimakini kabisa. Wanasema uchungu wa mwana ajuaye ni mama. Mzazi. Naam. Turegee hapa masala ya siasa ambayo inaonekana kusheheni katika maeneo tofauti hapa nchini. Tumeona siasa za vyama vimeonekana kuchipuka sana na kusheheni katika maeneo tofauti. Je, chama kina umuhimu wowote katika uongozi wa wanawake na kupata uongozi katika maeneo tofauti? Uongozi wa wanawake na pia kwa kiujumla chama ni kitu important. Na umeniuliza swali ngumu sana, manake mpaka saa hizi mimi sijachagua chama. Lakini haimaanishi chama haina uzito, ina uzito. Ni kama vile useme ni nguo unavaa ukijitokezea wanaona umevaa suti nyeusi ama umevaa kitu fulani. Hiyo ndio kazi ya chama, unakuja na ule mfano. Ule ukijitokelezea watu wanakurecognize. Chama lakini pia ni watu. Chama ni watu. Wale wanachangia chama iwe na uzito ni wale watu chama inabeba. Kwa hivyo nasema zote mbili, watu na chama, itachangia sana wakati wa kupiga kura. Mtu aweze kujua anaji-identify na pande gani wa ile nguo watu wamevaa wa chama, na kuna watu gani kule. Kwangu mimi naona kama mtu umejitosa kwa uwanja, vizuri ujenge watu kwanza. Jenga watu, kuwa na watu wafasi wengi wanakufuata. Kisha baada ya hapo chagua chama. Chama iwe ni mahali unaenda kuchagua ukisha fatana na wengi wa watu na uzito wa watu hapo mahali umesimama. Tukuje kwa swala la kujizolea ufuasi. Uchaguzi wa mwaka 2027 yuko miaka tu moja imebaki tufike uchaguzi wa mwaka 2027. Unawashauri vipi wapiga kura kuhusiana na kuwachagua viongozi wa kike? Wajitayarishe kabisa. Na kwanza wapigaji kura wachukue kura. Wajiandikishe kwa wingi, kwa sababu hapo ndio mahala utaweza ku make decision ama mahala unaweza kusaidia ili wewe mwenyewe uone umetosheka na uongozi ambao umeuchagua. Kwa hivyo watu wajiandikishe. Ya pili, kama kunao wanawake wamesimama mahala popote Kenya mzima, tuangalie kwa makini na tuwape nafasi, tuwasikize kimakini, tusiwadunishe. Tuwapatie nafasi, watuelezee wako na mpango gani, mpangilio gani, watakuja kulifanya taifa ama hiyo county kitu gani, ili tuwaelewe na tuwalinganishe na wale wamesimama kando yao wakiwa wa kiume. Tukilinganisha maongeo yao na ya wale wamesimama, tusije tukawadunisha, tukawaogopesha mpaka hao wanawake wakaona wameogopa kwenda mbele. Naam. Hapo awali katika sehemu zako ulikuwa umeligusia baadhi ya vikwazo ambayo vina kwazua wanawake katika kutafuta nyadhifa mbalimbali. Uliongelea swala la mila potovu, ukosefu wa rasilimali, lakini swala la kupewa mazingira magumu ya kutafuta uongozi huo umeonekana kuwarudisha nyuma wanawake ambao walikuwa na nia ama ile ari ya kusimama. Swala hili ongeleaje wewe kama mshauri? Ninaweza kusema, na unajua Khalid, nimekuwa natafuta kura kuanzia 2023, kwa hivyo nimepata kupatana na hiyo mazingira unayoyaongelea. Na mazingira yaliyoko katika hali ya kutafuta kura huko nje, ni ile mazingira hatujazoea kama wamama. Kidogo inatishatisha kidogo, rapsha hapa na pale.
mara nyingine vitisho kidogo kidogo hapa na pale. Wengi ni vijana pale wa kiume. Unajikuta uko pale, wewe ni mama na inafaa ukimbie mbio. Wamama hawajazoea hali hiyo. Hata mavazi peke yake ya kina mama ile kabisa, inafaa kina mama tuvae tukiwa pale uwanjani. Inabidi unahofia kidogo, kwa sababu unajua kuna nguo zingine zitakufanya uweze kutembea kwa kasi ama uweze kukimbia, lakini unajua zile gauni zetu zile huwa zinabana. Kwa hivyo inafanya mpaka kina mama inakuwa ni ugumu kidogo. Na ukiangalia pia ile environment, mara nyingine pia ni unapanda juu pale juu katika ile platform ili uongeleshe watu. Kwa hivyo hiyo pia unajua kuna wamama uoga wa kuwa juu, ama vile pia mavazi yetu na kukua pale juu kidogo inakuwa haifanyi kuwa rahisi. Kwa hivyo wamama, vitu kama hizo zinafanya tunaogopea. Vitisho kidogo ya vijana, makelele. Wengine pia ni wale vitisho kidogo, labda wametumia vinywaji mbalimbali, siku hizi wanaita uji. Wametumia uji kidogo kiasi, ukionana na wale pia unaona ni kama unaogopa. Lakini napenda kuambia wamama, ukichukua security yako vizuri, wale wanaweza kutembea na wewe, changanya wanaume kwa wanawake watembee na wewe, wakuzingire vizuri, unaweza kupita katika hizo hali bila kuguzwa. Tangu 2023 mimi sijaona nikiadhirika. Nimetembea na ninatarajia pale mbele kutakuwa rafu kidogo, lakini pia ningeomba wale tuko uwanjani, tukiangalia kina mama tusitoe tisho kubwa hivi na kufanya kina mama kuogopa. Usikuwe na fikra tofauti. Tusikuwe na hiyo. Na umesema umetafuta kura tangia mwaka 2023 na umeongelea zile machangamoto na mazingira magumu ambayo uliyapitia. Ukipewa nafasi, ni masuala gani ambayo utaipa kipaumbele katika usimamizi wa county? Ikiwa county ile nawania inaitwa Vihiga, sijui kama umeisikia kule magharibi. Kuna mambo naonelea ninataka nikuje niyashughulikie na niyashughulikie kipaumbele. Naona pale mambo na medical health, accessibility. Ninaona watu wetu kidogo hivi kuna upungufu pale. Upungufu wa madawa na upungufu pia wa kufikia ile hospitali na kupatana na ile mtu anaweza kukusaidia. Inatuma watu wetu wanaenda mahali mbali, wanaenda kwa kaunti za jirani kwenda kutafuta hiyo matibabu. Ya pili, ninaona nitaanzia pia kuangalia mambo na infrastructure. Unaona hiyo ni backbone. Kama mabarabara hivi hazipitiki vizuri, zingine hazijafanyiwa repair vizuri. Hata katika hali yangu ya kutembea na gari kuna fika mahali mpaka unapindua gari, ama zile ndogo haziwezi kupita. Kwa hivyo barabara zetu hazijasimama vizuri, ili hali Vihiga ni mahali kidogo. Kwa hivyo nitashughulikia hiyo kwa ukubwa. Stima pale bado tuko nyuma kidogo. Stima yetu ni ile inakuja kupotea. Stima yetu haina ile uzito inatakikana. Wale vijana wako pale wanataka kuchoma vichuma. Wale wasichana wako pale wako na vitu kama salon, wanataka kuendesha kazi yao, lakini unapata stima imepotea. Na hiyo inafanya mpaka kazi yao inaadhirika. Ukiangalia mpaka saa hizi kina mama bado tunaenda mtoni. Unabeba maji kwa kichwa distance mrefu. Shughuli zinakuwa mingi. Akina mama wanakuwa na ile uzito wa kutafuta maji ya kunywa yaliyo masafi. Kwa hivyo nikifika pale lazima maji ya mfereji ifike katika boma ile akina mama wawe wanaweza kukua na maji. Alafu tuko na upungufu wa chakula. Hata kama mvua iko pale Vihiga, naona akina mama wameadhirika, akina familia zimeadhirika, chakula imekuwa imepunguka, hata mara nyingine hakuna chakula. Kwa hivyo lazima shamba zetu kidogo lazima tutumie teknolojia ya kufanya chakula yetu ikuwe ya hali ya juu, mazao yakuwe ya hali ya juu, tukiweka uzito kwa vitu kama horticulture, ambapo tupate matunda kidogo na tupate mboga, ili wakina mama na watoto wao na familia zao wao wanaweza kukua na chakula. Kwa upande wa education, kwa sababu naona education pia ni kitu inainua kila mtu, lazima niishughulikie. Na watoto wetu wawe na mazingira mzuri mwafaka, mahali wanaweza kusomea na vifaa za kusomea za kutosha. Security pia iko chini. Nafikiri umeona hata juzi tu nimeona pale Gambogi kumepatikana wanawake wawili wamekufa pale, na hatujui hali yao kuliendaje. Tunataka watu wetu wawe wanaweza kutembea na kulala na kukula bila kuwa na wasiwasi ya security. Kwa hivyo kunao mengi ya kufanya, na nikisha list hiyo, umeona list imepita 3, imeenda mpaka karibu tumefika 4, 5. Ni kukuambia tu Vihiga tuko umbali kidogo na kukua ile county
tunaweza sema tumeinuka juu kwa hii ugatuzi. Naam, umeongelea masuala kadhaa ambayo utakuwa utaipea kipaumbele. Swala ambalo ningetupa kwako sasa hivi ni utashirikianaje na serikali ya kitaifa kuhusiana na masuala ambayo uliongelea, masuala ya afya, serikali kuu ikisema kuna ile afya kwa wote, na wakati huu tunaona kuwa katika kaunti tofauti tuna wauguzi wanagoma bado, wakisema bado hawajapewa nafasi ya kuendeleza kazi zao, wengine hawajalipa rupurupu zao. Masuala hayo ungeshirikiana vipi ama ungefanya nini ili kushirikiana na serikali kuu ili masuala yote ambayo unataka yaende venye inapaswa? Asante sana Khalid. Unajua, kumbuka ya kwamba serikali iko na majukumu kubwa sana, na mara nyingine hawatatosheleza kila kitu tunatafuta kwao. Kitu ya kwanza ni kwamba haki yetu ya Vihiga tutapata kutoka kwa serikali kama ni bajeti na mambo kadhalika. Nitapea kipaumbele budget ya kutafutia watu wa Vihiga madawa na madaktari na vifaa, zile equipment za kutumika katika hiyo hospitali. So priority allocation budget tuweke katika mambo ya afya, lakini najua bado kutakuwa na upungufu. Kwa hivyo itabidi serikali ikishanisaidia na budget, nasi pia tuone tunaweza kuchangia kivipi kama county. Ile pesa tunatoa katika soko, ile pesa tunachukua zile za kukata tikiti, tunatumia vipi kuinua juu ile bajeti tumepewa. Mwisho kabisa lazima tutafute zile mashirika mbalimbali na partners kutoka mahali kwingine. Tuweze kuweka marafiki, kama ni watu wa Ujerumani ama Ulaya, wale wanaweza kutuletea donations za machinery, ama wanaweza kutuma hata watu wao wataalam wakuje kufanya consultancy kidogo, uvumbuzi au ugonjwa gani aina mbalimbali, wakiacha wale wako pale kuendelea na kutibu wagonjwa. Kwa hivyo itachangia mambo hayo kuendeshwa sambamba. Naam. Mwelikizongo anasema muda umetupa kisogo, dakika 4 tu tumebakisha, lakini kabla hayo unawashauri vipi wanawake ambao wanataka kuwania nyadhifa tofauti na wanakutazama sasa hivi? Wananitazama, nataka kuambia kama nimeketi pale kuanzia 2023 inawezekana. Waweke mkazo, wajitokeze, na pia tusipigane kama wanawake. Unajua, mmezoea kutuambia sisi ndio maadui za wanawake wenzetu, lakini nataka kuonesha mfano ya kwamba mwanamke akiwa pale, inua mwanamke mwenzako, ili tupindue ili jawabu kwamba sisi tunavuta wanawake wenzetu chini. Wale wamesimama, tuvute kabisa kwenda mbele, na nikiwaona mahali nitawapiga support. Naam, natumai hawatakusumbua ukikupata kukwambia tunataka hiyo support. Kabisa. Neno lako la mwisho kwa mtazamaji anayekutazama sasa hivi, kwa wafuasi wako kule Vihiga na kwa Kenya jumla? Ningependa Vihiga kabisa tuweke mkazo katika uchaguzi unaokuja, kwa sababu tuko hali ya kulia kabisa, tuko nyuma. Wengi wanaongelea mambo ya vitu fulani inafaa ifanyike. Kwa hivyo wakati wa transformation ndio huu umefika. Wakati kura, wapige hatua ya kwenda kupiga hiyo kura, na tuone tumechagua kiongozi ule atawalinda. Na mimi nina uhakika ule kiongozi atalinda na kuleta mabadiliko. Ni huyu hapa, Janet Ominde, kama governor next year. Naam. Asante sana Janet Ominde kwa kutufafanulia na kutupatia tu azma yako iwapo utapata nafasi ya kuongoza kule kaunti ya Vihiga. Mtazamaji, huyo alikuwa Janet Ominde ambayo ni mshauri wa masuala ya uongozi na pia mwenye anataka kuwania kiti cha ugavana kaunti ya Vihiga ifikapo mwaka 2027. Kila la kheri. Hapo ndio tunatia nukta kipindi cha Tamrini. Mtazamaji, kufikia sasa sina budi ila kulitamatisha. Mimi ni Khalid Abdullahi. Susan Thuko amenisaidia kupeperusha kipindi hiki kwa ishara. Kwa heri.